imebainika kuwa bidhaa zisizo na ubora zimekuwa zikisababisha changamoto kwa wananchi na uchumi kwa ujumla. Bidhaa zisizo na ubora hupunguza imani ya walaji kwa bidhaa za ndani, huathiri afya na usalama wa wananchi na hupunguza ushindani wa viwanda vinavyozalisha kwa kuzingatia viwango. Katika kulinda wananchi na uchumi wa Tanzania, Shirika la Viwango Tanzania lina jukumu muhimu sana. Napenda kutambua jitihada kubwa zinazofanywa na TBS katika kudhibiti ubora wa bidhaa, kusimamia viwango na kuhakikisha bidhaa zinazozalishwa na kuingiza nchini zinakidhi matakwa ya ubora. Kupatikana kwa ithibati hii ya kimataifa ni uthibitisho wa uwezo wa TBS kutekeleza majukumu yake kwa viwango vinavyotambulika kitaifa, na kwa kweli ninawapongeza kwa mara nyingine. Ndugu zangu, pamoja na mafanikio haya, yapo mambo ambayo nadhani inabidi tuendelee kuyafanyia kazi katika kuboresha shughuli zetu na shughuli za shirika letu la Viwango Tanzania. Ni muhimu kuendelea kuimarisha mifumo ya udhibiti ubora ili iendane na kasi ya maendeleo ya uchumi wa viwanda nchini na biashara. Tunataka kuona ushuhuda wa jitihada ambazo sisi tunazifanya kama serikali. Yaani tunataka tuone matokeo ya mwisho. Kuwa na uthibati na ithibati ni jambo moja, lakini ithibati imeleta matokeo gani mwisho wa siku ni jambo lingine. Kwa hiyo tunawapongeza kwa ithibati, lakini tunataka kuhakikisha mwisho wa siku sisi tunaona matokeo moja kwa moja kwenye jamii yetu. TBS inapaswa kuimarisha utoaji wa elimu na ushauri wa kitaalamu kwa wazalishaji ili kuwasaidia kufikia viwango vinavyotakiwa. Niwaagize TBS kuendelea kujenga utamaduni wa udhibiti unaorahisisha biashara, facilitative regulation, kwa kusaidia viwanda kurekebisha mapungufu yanayoweza kurekebishika badala ya kuchukua hatua za kufunga viwanda pale inapowezekana kufanya marekebisho. Jumatatu hii ya wiki hii, Mheshimiwa Rais alisema sasa anaanza kuhesabu viwanda vipya kutokea siku ambayo aliniapisha kama waziri. Ndugu zangu, pamoja na jitihada nyingine zote, viwanda vitakuwa na uendelevu pale tunapoweka uwiano baina ya udhibiti na uwezeshaji. Hatutokubali kiwanda au biashara ambayo inaweza kuwezeshwa kufanya biashara ifungwe kwa sababu ya udhibiti. Ni muhimu kuelewa kuwa kusaidia viwanda kuboresha uzalishaji ni sehemu ya mkakati wa kukuza uchumi wa viwanda. Kiwanda na biashara zinaposaidiwa kurekebisha changamoto zinazoweza kurekebishika, zinaendelea kuzalisha, zinalipa kodi, zinaajiri wananchi na kuchangia katika ukuaji wa uchumi wa taifa letu. Mtazamo huu unaendana na ajenda ya serikali ya kuongeza uzalishaji wa viwanda, kuongeza thamani ya bidhaa na kupanua biashara ya kikanda na kimataifa. Ndugu zangu, kama wizara ambayo inahusisha TBS, tunao mkakati wa uendelevu wa viwanda, na kwa miaka 6 tumejiwekea mikakati ya kuwa na viwanda vingine 9,000. Kwa hiyo ili tufanye hivyo, we have to strike a balance kati ya udhibiti na uwezeshaji. Kwa hiyo sasa mimi nafahamu tumezoea upande mmoja wa udhibiti. Kwa hiyo ni muhimu sana, kwa sababu ni maelekezo ya serikali, na kwa sababu by 2050, 25 years to come, ni miaka michache kufikia $1 trillion economy, ni lazima tubadilishe aina ya utendaji kazi ambao tumeuzoea, ndugu zangu. Kwa hiyo sasa udhibiti lazima uende moja kwa moja na uwezeshaji. Pale unapoibua changamoto ya kibiashara, inabidi usiishie hapo, lazima uende mbele kumpa utatuzi wa changamoto hiyo. Ithibati hii ya kimataifa ni hatua muhimu katika safari ya Tanzania ya kujenga uchumi ushindani wa viwanda kuelekea dira ya maendeleo ya taifa 2050. Ithibati hii inaongeza imani ya wawekezaji, inaongeza ushindani wa bidhaa za Tanzania na inaweka msingi imara wa ukuaji wa uchumi wa viwanda na biashara katika miaka ijayo. Na kwa hiyo mafanikio yenu ni muhimu yaende na adjustments za kuwezesha biashara za viwanda ili ithibati hizi ziboreshe mazingira ya biashara na kutupa fursa za masoko zaidi ya nje. Ni matumaini yangu kuwa mafanikio haya yatakuwa chachu ya kuimarisha zaidi mifumo ya ubora na kuongeza kasi ya maendeleo ya viwanda na biashara kwa manufaa ya taifa letu.
Mnamo tarehe 15 Oktoba mwaka jana 2025, SADCAS ilitoa ithibati ya umahiri kwa TBS, ambapo leo hii cheti cha ithibati hicho tutakipokea rasmi kutoka kwa CEO wa SADCAS, Madam Eve Gazikwa. TBS imekuwa taasisi ya kwanza nchini kupata ithibati hii kutoka SADCAS. Tunashukuru kwa sababu taasisi zenye kufanya kaguzi zipo ni nyingi, kwa hiyo tunajivunia kujiona sisi ni wa kwanza hapa nchini kupata cheti hiki cha ithibati kutoka SADCAS, lakini pia ni ya pili katika ukanda wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tukumbuka Jumuiya ya Afrika Mashariki ziko nchi nane. Hivyo tunayo kila sababu za kujivunia mafanikio haya, na hatujataka tuyajivunie kwa udogo, tunataka tujivunie kwa ukubwa, na jamii ya Watanzania na wale wote tunaowahudumia wapate kuona na ku acknowledge basi huduma yetu tunayowapatia ina viwango vile. Kwa hiyo cheti hiki kwetu kina alama kubwa na kina maana kubwa kwa wadau tunaowahudumia, lakini katika kuendelea kuwa taasisi wezeshi katika sekta ya viwanda na biashara. Zaidi ya hapo, manufaa ya kuwa na umahiri huu ni kuwezesha kutambulika na kubadilika katika taratibu tunazozifanya za kaguzi, ithibati, uchunguzi wa kimaabara na huduma za metrolojia katika ngazi ya kitaifa, kikanda na kimataifa kama ambavyo nimetoka kusema, lakini pia kuwezesha bidhaa za Tanzania kufikia masoko ya kitaifa, kikanda na kimataifa.